Jana tarehe 17 ya Disemba mwaka 2025 ndio ilikuwepo siku ya 252 ya Tundu Lissu kuwepo gerezani. Namzungumzia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Sasa unaambia kwamba siku 252 hapo ni takriban kama miezi 8 na siku kama 12 hivi toka Tundu Lissu amekamatwa na kuweka gerezani, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo alikuwa ametupatia John Heche ambaye ndio naibu mwenyekiti wa Chadema. Sasa John Heche bana kupitia ukurasa wake wa Instagram alikuwa ameweka picha hii hapa ambayo unaiona, ambayo imeandikwa kwamba ametimiza siku 252 gerezani, lakini kwenye picha hiyo bana akawa ameweka hashtag ya Free Tundu Lissu na hashtag nyingine ambayo ilikuwa inasema kwamba Tundu Lissu sio mhaini. Lakini pia unaiona ni picha ambayo Tundu Lissu ameonekana ameinua mkono juu kama ishara ya ujasiri fulani hivi. Sasa pale chini kwenye caption akawa ameandika kwamba siku 252 gerezani kwa kesi ya uongo. Kwa furaha ya watawala wameshindwa hata kuendelea na kesi kwa sababu hamna ushahidi wowote wa kumfunga mwenyekiti wetu, na kuweka pale chini hashtag Free Tundu Lissu. Hii inakuja siku kadhaa baada ya John Heche pia kutuambia kuhusiana na uwepo wa Tundu Lissu gerezani bila ya kufunguliwa ama kuwepo gerezani bila ya kuwekwa ama kuletwa mahakamani kwa ajili ya kusikilizwa kwa kesi yake. Sasa mara ya mwisho bana kesi ya Tundu Lissu ilisikilizwa ilikuwa ni tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2025. Sasa mpaka kufikia muda huu hapa nadhani tutakuwa tunahesabu takriban kama mwezi mmoja na siku kama ama wiki moja hivi. Mwezi na wiki baada ya Tundu Lissu kufikishwa mahakamani, kesi yake kusikilizwa, lakini pia ikapigwa kalenda tena upya. Sasa unakumbuka alikuwa ametuambia juzi kwamba tarehe 12 mwezi wa 12 mwenyekiti alikuwa ametimiza mwezi mmoja tangu mara ya mwisho alipoletwa mahakamani. Sasa yeye anasema kwamba mlimkamata kwamba mna kesi, mna ushahidi na mmejiandaa kumaliza hii kesi. Watanzania wajue, dunia ijue huo uhaini unaofanywa na mwanasiasa anaipinga demokrasia. Sasa hii ni moja kati ya message ambayo pia John Heche alikuwa ameiweka kupitia ukurasa wake kuweza kuuliza serikali kwamba mbona imepita takriban mwezi mmoja Tundu Lissu hajaonekana na hajaletwa pia mahakamani kwa ajili ya kesi yake kuendelea. Na unakumbuka pia jeshi la polisi pamoja na serikali kwa imepiga marufuku kusema kwamba Tundu Lissu haruhusiwi kuja kutembelewa na mtu yote yule ambaye sio ndugu wa damu ama mtu wake wa karibu ama sio familia. Yani ukiwa ni rafiki ama mfanyakazi mwenzake ama mwanasiasa mwenzake hauruhusiwi kuja kumtembelea, kumuona gerezani, zaidi tu uwe ni ndugu wa damu kabisa ama familia. Sasa hii imefanya ugumu watu wengi kutaka kujua hali ya Tundu Lissu ipoje akiwa gerezani, ikizingatia kwamba sasa hivi ametimiza siku hizo ambazo nimekuambia 252 akiwa yupo nyuma ya nondo, lakini pia amemaliza takriban mwezi mmoja toka kesi yake ameletwa mahakamani kwa ajili ya kesi yake kusikilizwa. Mpaka sasa hivi haijulikani kesi ya Tundu Lissu itakuja kuendelea lini, sababu watawala niseme hivyo wapo kimya. Na naibu mwenyekiti wa Chadema na watu wa karibu wa Chadema pia na wenyewe wananyimwa taarifa hizo, kesi kwamba wamenyimwa mpaka hata fursa ya kuja kumtembelea na kumsikiliza yeye mwenyewe akiwa gerezani. Sasa hajajulikana hatima ya Tundu Lissu itakuwaje, maana alishtakiwa kwa kosa la uhaini, kosa ambalo kesi bado inaendelea. Serikali ilisema kwamba ushahidi wanao wa kutosha, lakini ushahidi huo bado haujawasilisha mahakamani ili Tundu Lissu hukumu yake iweze kupita.